Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuweka vikwazo vya ushuru wa mafuta yatakayotoka Urusi na kuuzwa Marekani. Hayo yanajiri baada ya mahojiano kati ya Donald Trump na kituo cha habari cha NBC ambayo yamefanyika kwa njia ya simu mwishoni mwa juma, akionyesha nia ya kuona vita kati ya Urusi na Ukraine inasitishwa. Trump amesema atatoa ushuru wa pili wa 25% hadi 50% kwa wanunuzi wa mafuta ya Urusi ikiwa Moscow itazuia juhudi zake za kumaliza vita nchini Ukraine. Tishio hilo kutoka kwa Trump linakuja baada ya rais wa Urusi Vladimir Putin kupitia ripoti ya Agence France Presse kutoa wito wa kuundwa kwa serikali ya mpito nchini Ukraine na kumtoa madarakani Zelensky. Trump anazidi kusikitishwa na msimamo wa Moscow wa kutositisha uvamizi wake huko Ukraine na kuitolea ushutuma Urusi dhidi ya umwagaji damu unaendelea huko Ukraine kwa raia wasio na hatia. Rais huyo wa Marekani amesema Putin atakosea sana kama hatafanya makubaliano ya kusitisha mapigano hayo, na hivyo hana budi kumwekea vikwazo vya ushuru mkubwa wa bidhaa hiyo ya mafuta. Hivyo Trump amesema anaweza kubadili mwenendo wa biashara hiyo ndani ya mwezi mmoja kama Putin hata badili msimamo wake kuelekea makubaliano ya kusitisha mapigano yake dhidi ya Ukraine. Kwa upande wa Urusi, imeviita vikwazo hivyo kuwa ni haramu na vimeundwa kwa ajili ya nchi za Magharibi kuchukua fursa ya kiuchumi katika ushindani wake na Urusi. Wakati hayo yakiwa yanaendelea, Urusi imefanya shambulizi la ndege zisizo na rubani katika mji wa Kharkiv nchini Ukraine na kuua watu 2 na kujeruhi watu 35, huku Rais Volodymyr Zelensky akiwataka washirika wake kujibu mashambulizi hayo wakati wakitafuta amani katika vita hivyo vilivyodumu kwa miaka 3. Jeshi la anga la Ukraine limesema kuwa Urusi ilirusha ndege zisizo na rubani 111 na kombora moja la masafa marefu usiku kucha na kusababisha uharibifu katika maeneo ya Kharkiv, Sumy, Odessa na Donetsk, huku likizidungua ndege 65 zisizo na rubani. Tangu aingie madarakani mwezi Januari, Trump amechukua msimamo wa maridhiano zaidi dhidi ya Urusi ambao umewaacha washirika wa Magharibi wakiwa na wasiwasi katika kujaribu kumaliza vita vya miaka 3 vya Moscow nchini Ukraine. Hata hivyo, rais aliyepita Joe Biden alipiga marufuku uuzaji wa mafuta ya Urusi muda mfupi baada ya Urusi kuivamia Ukraine mwaka 2022. Tangu wakati huo, kiasi cha mafuta cha Urusi kilichouzwa Marekani kimepungua hadi mapipa 10,000 pekee ya mafuta ya Urusi. Mimi ni Lazaro Maduhu.